Unapoanza kunungunika, hata wachawi wanaokutafuta wanapata njia ya kununguniko. Yanaondoa ulinzi wa Mungu juu ya maisha yako. Yanaondoa ulinzi wa Mungu juu ya maisha yako. Aliwatembeza miaka 40, safari fupi, walichukua muda mrefu kwa sababu ya manunguniko. Ukijua nguvu ya shukrani, hautacheza nayo. Na ukijua madhara ya manunguniko, utamaliza ibada na utafunga milele milango ya manunguniko kwenye maisha. Ndiye na frampe Yesu makofi mazuri. Naomba tukae katika uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wetu. Jua lako halitashuka mwaka huu. Nasema jua lako halitashuka mwaka huu. Haujanisikia bado? Nasema jua lako halitashuka mwaka huu. Oh, ninakutabiria jua lako halitashuka mwaka huu. Wanaotafuta kutokukuona wataendelea kukuona mpaka wachoke katika jina la Yesu. Nasema wajipange kukuona tena na tena katika jina la Yesu. Nasema wajipange kukuona tena na tena katika jina la Yesu. Siku ya leo nitakuwa nikizungumzia hatari au madhara ya manunguniko. Katika siku ya shukrani, mwishoni tutawakumbusha neno la kinabii la mwezi, lakini kwa muda mfupi nizungumzie hatari au madhara ya manunguniko. Kila mara ni muhimu tukaweze kukumbuka ya kwamba Mungu yupo kazini. Whether tunajua hatujui, Mungu yupo kazini. Unapumua mtu wa Mungu, Mungu yupo kazini. Maana unapopumua leo, kuna mtu analipia kupumua. Kuna mtu analipia kupumua. Wewe unaenda msalani bila shida. Kuna watu wanalipia dialysis kwenda msalani, kutoa tu maji machafu kwenye mwili, wanalipia. Ndio maana nataka nituangazie asubuhi ya leo neno hili. Tunapoelekea katika safari hii ya mwaka wetu wa kuinuka kwa nyota ya maisha yako, muhimu kutambua siri hii kubwa ambayo ninaomba moyo wako ufunguke. Maana huu mwaka Mungu anataka kufanya mambo makubwa katika maisha yako. Lakini tujilinde na hii roho inaitwa roho ya manunguniko. Na ukisoma katika Wakorintho wa kwanza 10:10, Wakorintho wa kwanza 10:10, anasema wala msinungunike kama wengine walivyonungunika, wakaharibiwa na Mwarabu. Wala msinungunike. Neno la Mungu linatuambia leo, wala msinungunike kama wengine walivyonungunika, wakaharibiwa na Mwarabu. Mstari unaofuata maandiko anasema basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano. Yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikia miisho ya zamani. Angalia upendo alionao Mungu kwetu, kwamba akaruhusu hawa waliotangulia wanungunike na waharibiwe, ili kupitia watakachopitia tuonywe sisi tusianguke kwenye mitego walioangukia. Mungu ametupenda. Sema nami, Mungu amenipenda. Ili tusianguke kama walivyoanguka na tusiharibiwe kama walivyoharibiwa, Mungu ametuambia, angalia walipitia. Na akasema msinungunike. Kwa nini? Manunguniko yanamkaribisha mharibifu. Msinungunike kama wengine walivyonungunika, wakaharibiwa na mharibifu. Kuna vitu vingi vinaendelea katika maisha yetu ambavyo tuna sababu ya kunungunika. Manunguniko ni roho ya uharibifu. Wana wa Mungu, nisikilize asubuhi ya leo. Sauti ya Mungu inasema hivi, msinungunike. Nasema usinungunike.
Naamini kuna mtu umekuja ibada hii au unanitazama, kuna manunguniko katika moyo wako kwa sababu ya mambo yanayoendelea. Kuna mengine hauyaelewi. Unasema, kwa nini mimi? Neno la Mungu linasema, wala msinungunike kama wengine walivyonungunika wakaharibiwa na maramu. Maisha ya wengi yameharibiwa na roho hii ya manunguniko, kwa sababu manunguniko yanamtoa Mungu, na kila mara Mungu anapotoka, ile nafasi haibaki tupu, adui anakaribia. Kila mara unapoanza kunungunika, Mungu anatoka kwenye mazingira yako, Mungu anatoka kwenye hali yako. Na Mungu kila mara anapotoka, adui anaingia. Yeye ni mviziaji, yupo kama fisi. Mungu akitoka tu, yeye amefika kufanya jambo lake. Na yeye anakuja kufanya nini? Amekuja kuiba, kuchinja na kuharibu. Yeye ndiye mharibifu. Kunungunika kunamleta direct katika maisha yako. Haijalishi unachopitia, wana wa Mungu, jilinde na manunguniko, maana hautasaidia maisha yako unaponungunika. Unaponungunika unamfungulia adui mlango. Ndio maana maisha ya wengi yameharibiwa. Na usikiliza mtu wa Mungu, katika kitabu cha Zaburi 22 mstari wa 3, andiko anasema, na wewe umtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Wewe umtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Kama vile Mungu anavyoketi juu ya sifa za watu wake, vivyo hivyo shetani anakaa juu ya manunguniko. Sifa zinamtengenezea Mungu kiti, vivyo hivyo manunguniko yanamtengenezea shetani kiti. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kama hautaki adui apate nafasi, usimtengenezee kiti. Kiti ni manunguniko. Nimesema haijalishi unachopitia, jilinde na manunguniko, maana unamtengenezea adui kiti, kama vile sifa zinavyomtengenezea Bwana kiti cha kukaa. Yeye huketi juu ya sifa za watu wake, vivyo hivyo shetani huketi juu sifa. Na nikizungumzia manunguniko na maanisha nini? Manunguniko ni kumkosoa Mungu. Unamkosoa Mungu, unamkosoa Mungu. Yule jamaa akashika mikate 5 Filipo, akasema, lakini hii nini? Hii nini? Hii nini? Wana wa Israeli wakapokea mana mara ya kwanza, wanaiangalia mana, wanasema, hiki nini? Lile neno mana ni neno la manunguniko. Katika Kutoka ni neno la manunguniko. Anasema, hiki nini? Kusema hiki nini? Walipoona mana kwa mara ya kwanza, hawakuipokea kwa shukrani. Ndio maana mtumishi mmoja wa Mungu akasema, ndio maana Mungu hakuwabadilishia mlo miaka mingi, kwa sababu walipopokea ule mlo wa Mungu hawakushukuru, hawakupokea kwa shukrani, wakala miaka yote mana mpaka ikawa kinaya. Kila mara unaponungunika ni kama unamkosoa Mungu. Unamwambia Mungu, hapo umekosea. Vivyo hivyo shukrani inampongeza Mungu. Kushukuru Mungu ni kumpongeza Mungu, kumwambia wema wake, wema alioutenda. Unaposhukuru unampongeza, unapomshukuru unamsifu. Kwa haraka nataka nikuonyeshe kwa nini manunguniko ni hatari. Manunguniko yana madhara gani katika maisha yetu kama wana wa Mungu? Cha kwanza, manunguniko yanamwekea Mungu mipaka katika maisha yetu. Manunguniko yanamwekea Mungu mipaka katika maisha yetu. Kila mara unapoanza kunungunika, kuna mambo Mungu anataka kufanya, unamwekea Mungu mipaka. Katika Zaburi 78 mstari wa 40, Zaburi 78 mstari ule wa 40, anasema, walimwasi jangwani mara ngapi na kumuhuzunisha nyika. Moja ya kitu kilichomhuzunisha Bwana ni manunguniko yao. Mstari unaofuata maandiko anasema, wakarudi nyuma wakamjaribu Mungu,
wakampa mpaka mtakatifu wa Israeli. Kumbe kuna kitu unafanya na kinamwekea Mungu mpaka. Mwenye nguvu wa Israeli wakamwekea mipaka. Kuna kitu unafanya, Mungu anashindwa kufanya kazi katika maisha yako. Mungu anawekewa mipaka, anazuiwa. Mungu haendi mbali, haendi zaidi ya manunguniko yako. Ndio maana hauoni utendaji wake, hawezi kuvuka manunguniko yako. Kila unaponungunika unamwekea mipaka. Ndio maana haendi mbali katika mazingira ya manunguniko. Waliponungunika, ukiangalia mstari unaofuata unajua ni manunguniko. Maandiko yanasema hawakukumbuka mkono wake wala siku ile aliyowakomboa na mtesi. Manunguniko yatakufanya usahau wema wa Bwana. Yatafanya usahau ya kwamba hata kunungunika ni muujiza. Maana aliyekufa hawezi kunungunika. Utasahau hata kunungunika ni muujiza. Kwamba unaweza kunungunika. Unaweza kunungunika hauna chakula. Mshukuru Mungu na appetite. Una hamu ya chakula. Unanungunika unaumwa. Mshukuru Bwana, unaweza kusikia unaumwa. Maiti hawezi kujua anaumwa. Kama umepoteza chochote, tambua Mungu ndio sababu haujapoteza vyote. Sema amina iliyo hai. Sema amina iliyo hai. Huu mwezi wa 3 hautamwekea Mungu mipaka katika jina la Yesu. Mungu anataka kutenda mambo kwenye maisha yetu, lakini kuna mazingira yanamkosesha uwezo Mungu. Akiingia kwenye mazingira ya manunguniko, hana uwezo wa kutenda. Manunguniko yanamwekea Mungu mipaka. Mungu anataka kupanua hiyo biashara, lakini sauti ya manunguniko, harufu ya manunguniko ndani ya hiyo biashara inamweka Mungu mahali. Mungu anataka kuipigania ndoa yako, lakini unavyonungunika kila siku kwa habari ya mume wako, Mungu ameshindwa kumbadilisha. Mungu anataka kuwafanya watoto wako wawe wakuu, lakini unavyonungunika kwa habari ya watoto wako kila siku, imefika mahali Mungu hawezi kufanya chochote kwa habari ya watoto wako kwa sababu ya harufu ya manunguniko. Manunguniko yanamwekea Mungu mipaka ya utendaji. Acha manunguniko, maana manunguniko hajawahi kuleta msaada, bali manunguniko yanaleta uharibifu. Ndio maana maandiko yanasema tusifuate namna ya dunia hii. Dunia hii mambo yakiwa mabaya watu wananungunika. Sisi mambo yakiwa mabaya haturuhusiwi kunungunika. Anasema kwa kila jambo tumshukuru Bwana, maana hayo ndio mapenzi yake. Na tunapomshukuru Bwana, ana uwezo wa kutoa kitu chema hata katika kile kibaya alichokusudia shetani. Manunguniko yanamwekea Mungu mipaka. Namba 2, manunguniko yanamfungulia adui mlango. Anasema msinungunike kama wengine walivyonungunika wakaharibiwa na Mwarabu. Yanamfungulia adui mlango. Usinungunike mtu wa Mungu. Unaponungunika unamwambia adui karibu. Unamwambia adui karibu. Kama vile Zaburi 100 anavyotuambia, ingeni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu. Vivyo hivyo mtu wa Mungu, tunaingia kwenye malango ya adui kwa manunguniko, kwa malango ya adui kwa malalamiko. Tunapoanza kulalamika, tayari tumemtengenezea adui mlango wa kuingia. Leo anatoka katika jina la Yesu Kristo. Kataa kumfungulia adui mlango. Adui atakupa kila sababu ya kunungunika. Hata wengine unapitia hali alafu unasema, pamoja na mchungaji kusema tusinungunike, jamani hili tunaweza kunungunika. Yaani wewe unasema pale ndani, unasema unakosoa mahubiri ili upate tu sababu ya kunungunika. Ingawaje mchungaji anasema jambo tusinungunike, yani tayari unampa shetani leseni. Mchungaji anasema lakini kwa hili jamani, kwa hili. Ndio shetani anasema msikaji, nifungulie mlango niingie. Tusaidiane kwa hili jambo. Sema fire. Huu mwaka lazima uwe tofauti. Usieleweke. Sema amina iliyo hai. Maana katika mifumo na jamii tunayokaa, mambo yakienda vibaya kila mtu ananungunika.
tunanungunikia taifa, tunanungunikia mitaa, tunanungunikia kila kitu, tunanungunika barabara mbaya, miji mbaya, kila kitu mbaya. Ndio maana hakuna kinachokuwa kizuri. Kuanzia leo tusipe ibilisi nafasi. So manunguniko yanamfungulia adui mlango. Na namba 3, manunguniko yanapunguza kile kilichopaswa kuongezeka. Yanapunguza. Manunguniko yanapunguza kilichopaswa kuongezeka. Hakuna mazidisho mahali palipo na manunguniko. Ukisoma katika Yeremia 30:19, Yeremia 30:19 anasema tena kutoka kwao itasikiwa shukrani. Huu mwezi wa 3 kutoka kwako itasikiwa shukrani. Na sauti yao wachangamkao, huu mwaka utachangamka. Huu mwezi utachangamka. Nami nitawazidisha. Unaposhukuru na kuchangamka, Mungu anasema nitakuzidisha. Wala hawatakuwa wachache, tena nitawatukuza, wala hawatakuwa wanyonge. Huu mwezi wa 3 hautakuwa mnyonge wala hautakuwa mchache katika jina la Yesu Kristo. Kama vile shukrani inavyoleta mazidisho, vivyo hivyo manunguniko yanaleta uchache, yanaleta ukiwa na utupu. Ulicho nacho kama ni kidogo, jilinde na manunguniko, kitaisha. Unanungunika duka lilikuwa kubwa limepungua, hela zilikuwa nyingi zimepungua, na unaanza kunungunika. Tayari unapoanza kunungunika umeweka mdomo wa shetani. Sasa kula kilichobaki, tafuna kilichobaki. Kila mara unaponungunika, kile ulichokuwa nacho kinaanza kupungua. Ndio wakati Filipo ameshika mikate 5, anasema tuna mikate 5 hapa ya shayiri, lakini hii nini? Then Yesu anasema nipe mikate 5. So badala ya Yesu kunungunika kwamba ni michache, Yesu alisema Baba ninakushukuru. Na baada ya kushukuru, iliyokuwa 5 ikawalisha maelfu ya watu. Wana wa Mungu nisikilize, ni hatari kunungunika. Kama mikono yako itazidisha, kama akili yako italeta faida, basi mtu wa Mungu jiodhari, jilinde na roho ya manunguniko. Jilinde na maneno ya manunguniko. Usiwe na sababu ya kunungunika. Vitu vinapungua mikononi mwa watu wenye manunguniko. Hela zinaisha mikononi mwa watu wenye manunguniko. Umenungunika ndio sababu hautoki kwenye madeni. Hautoki kwenye madeni. Mnungunikaji hawezi kuwa mtoaji, maana haijawahi kutosha. Haijawahi kutosha. Haijawahi kutosha. Wewe kama huwezi kutoa zaka ya 10,000. Zaka 10,000 ni pesa ngapi? 1,000. Huwezi kutoa zaka 1,000. Bwana hii ni ndogo. Okay, hawezi kutoa zaka ya 1,000. Ni pesa ngapi? Usiaibike kuchukua shilingi 100 na uchukue bahasha na uweke ndani shilingi 100. Maana kuna mtu amekupa 1,000 ukasema naleta zaka. Na unisikilize, kwa nini hauwezi kutoa zaka ya 1,000,000 leo? Ni kwa sababu haukujifunza kwamba wakati ulikuwa unapewa 1,000, kotaba haya baba, ndio Mungu alikuwa anakujaribu kama unaweza graduate kufika kwa mahali pa milioni. So wewe leo ukipewa 1,000 unasema hii ndogo sana, nawezaje kwenda madhabahuni nikibeba? Nasema hivi, zaka ni zaka, haijalishi kiwango chake. Zaka ni zaka. Anayebeba milioni 10 analeta madhabahuni. Zaka ni zaka. Kama tunalipa kiwanja, mmoja leta zaka milioni 70, tukalipia kiwanja. Zaka tu, sio zaka. Na siku hiyo kuna mtu ameleta 1,100 ama 1,000. Aliyeleta milioni 70 na aliyeleta 1,000 ni sawa mbele za Mungu, ni sawa. Hauoni Wafarisayo wakati wa Sadukayo na wakati Yesu alisimama kwenye, unajua watu hawajuangi ya kwamba Yesu anakaa wapi ibadani? Kanisani Mungu Yesu anakaa wapi? Watu hawajuangi. Ibadani anakaa wapi Yesu? Roho Mtakatifu yuko ndani yetu, lakini Yesu wapi? Kwenye kikapu cha sadaka. Hapo ndipo Yesu anakaa kanisani. Hapo ndipo alikuwa akikaa.
miaka ile, na mpaka leo hajabadilika, ni yule yule jana anaitwa Migla. Wakati wanatoa sadaka yupo kwenye kikapu, maana hapo ndipo anapoangalia upendo wa watu. Hapo ndipo anaangalia hapo, mpaka akaona huyu anatoa nini, huyu anatoa nini. Unajua tunapokuja hapa anakaa kwenye vikapu vya sadaka, hapo ndipo anakaa. Huyu bibi akaja wa nyuma, jamaa wanakuja wanashika hela wanafanya unamwona. Then haka bibi kanakuja kanatoa kanatupa pale. Yesu anaangalia na sasa ndio ya mwisho. Hakuna kinachokufa mikononi mwa mtu wa shukrani. Nakumbuka ushuhuda huu napomalizia. Ushuhuda huu, mama huyu alikuwa na mtoto. Huyu mtoto alizaliwa na magonjwa 26. Daris anapotoka moyo umelema, anapozaliwa masikio ni tundu tu, vishimo, ulimi umetoka nje, umechomoka, macho ni nafasi tu zinaonekana kama macho yanapaswa kuwa hapa, miguu imejikunja, vikono vimejikunja. Na kulingana na madaktari yule mtoto alikuwa na magonjwa 26. Huyo mama akasikia mtumishi wa Mungu Alan ameenda kwenye mkutano kwenye mji mmoja Marekani. Mungu alimtumia sana yule baba. Akaenda kwenye ule mkutano, na utaratibu wa Alan alikuwa na ule utaratibu, ukifika mgonjwa unaandikisha jina, na kipindi cha maombi hauruhusiwi kwenda kuombewa mpaka jina lako limesomwa. So kila mmoja mgonjwa yuko pale anasubiri siku ambayo jina lake litasomwa, na jina likisomwa hakika siku hiyo lazima upone. So mama amesubiri siku ya kwanza, siku ya pili, jina lake alisomwi. Hela alizokuja nazo ndio hizo zinafanya nini, zinaisha. Hana mtoto na hali yake ni sio nzuri. Akamwendea mtumishi wa Mungu E.W. Shambak, kamwambia Shambak, nimebaki na hela ndogo $20, ninahitaji chumba, nahitaji kuweka mafuta kwenye gari, ninatoka mbali na jina la mtoto alijaitwa, nisaidie jamani. Kama utamsemea kwa saa, kipindi kile Shambak alikuwa msaidizi wa Alan. Mtoto ana shida ya ajabu. Shambak akasema vyovyote, alipoona mtoto akasema, leo kama baba hata muombea mtoto, mimi nitamnyanyua huyu mtoto nimpeleke. So mkutano ukaendelea. Mtumishi wa Mungu Alan akaja. Alipokuja sikia, akasema leo sitaanza kufundisha, leo taanza na sadaka. Na leo nataka kila mmoja aliye hapa atoe dhabihu ambayo hajawahi kutoa, na Mungu atafanya kila ambacho hajawahi kufanya. Sikia Mungu anachofanya. Huyu mama alikuwa amebaki na $20 na alitoa, akamwonyesha Shambak, hii ndio imebaki, sina. Sikiliza nguvu. Yule mama ndiye alikuwa wa kwanza, akakimbia madhabahuni, akaja akatumbukiza hela kikapuni. Shambak kwa sababu anajua kiwango chenye yule mama alikuwa nacho, Shambak akakimbia akaenda kuangalia kwenye kikapu cha sadaka. Hai, huyo mama ametoa kiasi gani? Akaona ile 20 aliyokuwa amebaki nayo. Shambak akaanza kulia, akasema baba huyu mama ameisha. Yaani analia huyu mtumishi wa Mungu, huyu mama ameisha, ataendaje, atalalaje, ataendaje na mtoto? Kwa sababu anajua hiyo ndio ya mwisho yake. Watu wakatoa, walipomaliza, and then Shambak akasimama akasema, ninamwona mtoto. Akataja hospitali, mtoto anazaliwa. Naona huyu mtoto amezungukwa na madaktari. Naona huyo mtoto anapimwa, anazaliwa, hana macho, hana masikio, mikono imejikunja, miguu imejikunja, ulimi uko nje. Naona huyo mtoto anaanza kudescribe. Mtoto ana magonjwa 26. Naona mtoto kwenye gari, namuona mama yake yuko hapa, gari lake liko kwenye kapa, mtoto yuko hapa. Na mtoto yuko wapi? Mama alikuwa tayari amefika madhabahuni na mtoto wa magonjwa. Sikia vile Mungu anavyojali mioyo ya shukrani.
alipoweka mtoto mikononi mwa Alan, and then akawaambia watu, sasa fumba macho tuombe kwa ajili ya mtoto huyu. Shambaka akasema, mimi ni msaidizi wa mzee. Nikasema, marais fumbi, naangalia kwa macho kwa macho, huu muujiza utatendeka vipi? Ndiko Shambaka akasema, kwa macho yangu. Wakati mtumishi wa Mungu aliinua mtoto mbele za Bwana, akasema, Baba, katika jina la Yesu. Alipoanza kutamka maneno, anasema kaulimi pia kakachomoka, kalikuwa nje kakarudi ndani. Sasa hiyo macho pia anaangalia hivi mkononi, macho pia yakafunguka, sikio, mikono. Then cha ajabu ni kwamba anapoomba mtoto anaendelea kupanuka mkononi mwa mtumishi wa Mungu, na akamweka chini. Mama yake ilikuwa tayari kwenye floor, maana wanaposema funga macho, mama yake hakufunga. Anapoweka mtoto kwenye sakafu, miguu imeota. Sikiliza, mtoto alikimbia kwa mama yake. Kumbuka mtoto huyo hakuzaliwa na macho, hakwenda kwa mtu mwingine, alienda direct kwa mama yake, na mtoto akasema mama. Vilema, viwete, visiwi, wote waliinuka siku hiyo baada ya kuona hayo matendo. Kuna kitu Mungu anaweka mkononi mwako, anaweza kukitumia kubadilisha maisha yako. Yule mama angesema hii nini, lakini Mungu aliona 20 ile ikamchomoa Mungu aliko, ikamleta kwa sababu ya kunungunika. Nisikilize mwana wa Mungu, hamna kitu kinakufa mikononi mwa mtu wa shukrani. Hamna kitu kinakufa. Ukijua nguvu ya shukrani, hautacheza nayo. Na ukijua madhara ya manunguniko, utamaliza ibada na utafunga milele milango ya manunguniko kwenye maisha yako. Kuanzia leo, hakuna kitu kitakufa, hakuna kitu kitapungua mikononi mwako katika jina la Yesu. Namba 4, manunguniko ndio mama wa kudumaa na kuchelewa katika maisha. Mahali pasipo na maendeleo, hakuna kusonga mbele. Chanzo ni manunguniko. Unapoanza kunungunika, unabakia hapo ulipo. Safari ya siku 30 na kidogo walichukua miaka 40 kwa sababu ya manunguniko. Hesabu 32 mstari wa 13. Safari ya siku chini ya 30 walisafiri kwa miaka 40. Hesabu 32:13 anasema hasira ya Bwana iliwaka juu ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Anasema naye akawatembeza huku na huku jangwani muda wa miaka 40, hata kizazi hicho kilipozima, kilichokuwa kimefanya uovu machoni pa Bwana kikaisangamia. Mungu hakuruhusu wale wanaume na wanawake wavuke. Aliwatembeza miaka 40, safari ya fupi, walichukua muda mrefu kwa sababu ya manunguniko. Manunguniko yatamtoa Mungu mahali ulipo. Na Mungu akitoka, mtu wa Mungu tangangana. Wewe nionyeshe mtu anayengangana katika maisha, nitakuonyesha mtu ambaye haendi na Mungu. Mungu hayupo pamoja naye. Ndio maana vitu havisongi mbele kwa sababu ya manunguniko. Asubuhi ya leo ninakemea hiyo roho ya manunguniko. Inakuachia leo katika jina la Yesu Kristo. Kama unaamini sema amina leo hai. Namba 5, manunguniko yanaondoa ulinzi wa Mungu juu ya maisha yako. Yanaondoa ulinzi wa Mungu juu ya maisha yako. Yanakufunua kwa adui. Yanakuweka uchi kwa adui. Manunguniko. Nikuongezee hili, hata manunguniko yanatoa kinga za mwili wako. Manunguniko yanatoa kinga za mwili wako. Watu wengine haijalishi mlipuko wa magonjwa, hawaumwi kwa sababu ya kinga ya mwili wao. Lakini mtu wa Mungu, ukiwa mtu wa kunungunika, hata kinga ya mwili wako inapungua. Wewe angalia wana wa Israeli. Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 10.
Maandiko yanasema hivi, alimkuta katika nchi ya ukame, katika jangwa tupo litishalo. Alimzunguka, akamtunza, akamhifadhi kama mboni ya jicho. Tunaambiwa jangwa hili lilikuwa linatisha, lakini katika jangwa litishalo walisafiri salama mpaka siku walipoanza kunungunika. Walipoanza kunungunika, uvuli wa Mungu, ulinzi wa Mungu kaachia. Matokeo, Hesabu 21 mstari wa 5. Hesabu 21 mstari wa 5 na wa 6. Maandiko anasema hivi. Anasema watu wakamnungunikia Mungu na Musa, mbona umetupandisha huku kutoka katika nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapakuwa na chakula wala hapana maji, na roho zetu zinakinai chakula hiki dhaifu. Wanalalamikia chakula ambacho hawakuwatabikia. Mstari unaofuata, maandiko yanasema Bwana katuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma watu wengi wakafa. Zile nyoka za moto zilikuwepo jangwani, lakini hazikuwa na uwezo wa kuwadhuru watu mpaka siku walipoanza kunungunika, and then nyoka zikaanza kuangata. Hawezi kujua nyoka iliyo katika mwili wako leo mpaka umeanza kunungunika. Hawezi kujua madhara maadui waliokuzunguka mpaka umeanza kunungunika. Manunguniko yanakutoa katika hali ya ulinzi. Kataa kunungunika. Usimfunulie adui nafasi. Usifungue mlango adui akakushambulia. Usiondoe kinga juu ya maisha yako. Usiondoe kinga juu ya ndoa yako. Usiondoe kinga juu ya mwili wako kwa roho ya manunguniko. Kuanzia leo ninakuombea katika jina la Yesu. Hiyo roho ya manunguniko inakuachia leo katika jina la Yesu. Kilichowalinda kwenye jangwa litishalo kikaondoka kwa sababu ya manunguniko. Wakaumwa na nyoka wa moto mpaka siku ambayo Mungu aliachilia rehema, ndiposa wakapona. Wana wa Mungu, nisikilize, unapoanza kunungunika, hata afya mwili wako inaanza kuwa hatarini, kwa sababu kinga inaondolewa. Kinga inaondolewa. Unapoanza kunungunika, hata wachawi wanaokutafuta wanapata njia ya kuangamiza. Kataa kunungunika. Sema katika jina la Yesu, kuanzia leo ninakataa kunungunika katika jina la Yesu. Sema amina iliyo hai. Mwisho, manunguniko yatakusababisha upoteza vita vya maisha kila mara unavyopigana. Kupoteza vita vya maisha. Vita. Utapoteza vita, utapoteza kwa kila, utashindwa kila vita utavyopigana. Maisha yetu ni vita kila siku. Lakini mtu wa Mungu, manunguniko yatakufanya upoteze vita kwenye kila vita. Ndio maana wakati mataifa matatu yenye nguvu yalijilia Israel, Yuda, andiko anasema hivi, Mungu akawaambia msizime moyo, mimi niko pamoja nanyi. Andaa waimbaji, Nyakati wa Pili 20, andaa waimbaji waende mbele yenu, waseme mshukuruni Bwana kwa kuwa fadhili zake ni za milele. Msijali hao wingi wa maadui, lakini nyinyi fanya hivi, shukuruni Bwana, mwambie fadhili zako ni za milele. Hivi vita mtahitaji kupigana. Wainueni waimbaji waende mbele yenu, nenda ukimshukuru Bwana, mwambie Bwana fadhili zake ni za milele. Wao hawakunungunika. Walipokuwa wanashukuru, Mungu akatuma vizi yao, maadui wakapigwa, wala hawakuhitaji kupigana. Mungu aliwapigania. Wana wa Mungu, tunataka Mungu atupiganie, basi usinungunike. Unataka Mungu akupiganie, usinungunike. Unataka Mungu akupiganie. Kuna watu wanapitia vita vya kila namna, vita vya afya, vita vya familia, vita vya ndoa, vita vya watoto, vita vya uchumi. Leo unataka Mungu akupiganie. Mtu wa Mungu, kataa kunungunika. Usiangalie hali yako na ukamkosoa Mungu mbinguni. Oh, nisikilize, kama kuna baya linaendelea katika maisha yako, ujue ni adui. Ujue ni adui. Ujue ni adui yupo kazini. Ujue ni adui yupo kazini. Nakumbuka juzi nilipomshika mke wangu, naona amepoa mikononi mwangu na hapumui, nikajua hii ni kazi ya shetani. Wala sikumwambia Mungu kwa nini. Nilisema, shetani, you are a liar. Hii sio kazi ya Bwana, hii ni kazi yako. Chukua virako vyako, out, toka. Akasema yes, naondoka. Nisikilize mtu wa Mungu, kuna vitu unasema ni Mungu, kumbe ni adui.
Kataa kunungunika kwa kila jambo. Jifunze kumshukuru Bwana. Hautaki kupoteza vita vyovyote. Mwezi wa 3 jiwekee utaratibu wa kumshukuru Bwana. Jiwekee utaratibu wa kutokunungunika. Oh my goodness. Kama una Biblia yako hapo, andika kwenye Biblia, ninakataa kunungunika kuanzia leo. Kuanzia leo ninakataa kunungunika. Kuna maroho za siku za mwisho. Kusoma katika Timotheo wa kwanza 6 mstari wa 6 na wa 7. Tunaposimama kumshukuru Mungu asubuhi ya leo, Maandiko anasema walakini utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Wana wa Mungu, ridhika. Ridhika na ulicho nacho. Maandiko anasema ni faida, kuridhika ni faida. Nisikie mtu asema amina iliyo hai. Unaona? Unaangalia uso wako, unasema uso haupendezi. Mungu nafikiria uliniumba wakati umelala usingizi. Haukuwa umeamka hapa, ulikuwa unasinzia. Unaenda unatafuta mafuta mengine ya kuzimu, unaanza kujipaka ili utengeneze uso, kumbe ndio unaharibu. So Mungu anakuangalia hivi, anakuambia hivi. Anakuangalia hivi. Hii ni manunguniko. Wengine wanajirembesha sio kwa sababu ni kwa sababu wanajaribu kukosoa Mungu. Mungu, hizi kobe ulitengeneza fupi sana, nilitakarifu. Unamwona ndio kutunga vitu vingine vimekao. Ukimwona unafikiri ni Jezebeli. Unasema amependeza kitu gani? Kumbe aliumbwa tu kwa namna ya kupendeza, lakini ameweka kitu. Unaona tu akikuangalia hivyo unataka kukimbia. Midomo mizuri tu ulionayo hii, unafika mahali unapaka damu. Ukimwangalia ufika amekunywa damu sasa hivi. Sio wapi kunywa damu? Paka unakuogopa. Wala ambao ulidhani watakusifia, wanasema huyu dada anakunywa damu, huyu anakunywa damu. Kumbe wameweka lipstick kupendeza. Ridhika. Sema amina iliyo hai. Nasema ridhika. Kuridhika sio kukubaliana. Sio kwamba umekubaliana na hali, lakini umeridhika ukijua kwamba niko hapa kwa muda. So nitafanya mambo yanayonipaswa kufanya nikijua kwamba nina kesho iliyo bora. Nisikie mtu asema amina. Kwa sababu umeona wiki dada fulani mume wake amemnunulia. Mume wako halali leo, yani halali usingizi, saa 6 usiku unamwambia kuna mawigi yamekuja siku hizi. Wewe unanichukulia mambo yangu poa. Haumaanishi. Unaona, unaanza kulinganisha ndoa ya mtu mwingine. Kuridhika. Ninakuomba katika jina la Yesu, hata unainitazama, ridhika mtu wa Mungu. Ridhika na hapo ulipo, na umwamini Mungu ya kwamba ukiendelea kumshukuru Bwana hapo ulipo, Mungu anaweza kukunyanyua. Anasema njia ya mwenye haki ni kama jua inalong'aa likizidi kung'aa zaidi na zaidi. Mungu hajamaliza na wewe. Mungu bado yupo kazini. Simama kwa miguu yako na useme haleluya iliyo hai. Sema 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 haleluya iliyo hai. Hey! Nimegundua Mungu hakupi kitu mara moja. Kuna breakthroughs zingine tunaomba. Mungu akikupa leo mara moja unakufa. Anamsuya, Mungu nipe hela. Alafu Mungu tu sasa hivi anakulipua na bilioni 1. Baba, unajua ninaenda Dubai likizo. Yani tutaomba, ni lini utakuja kanisani? Yani tutahitaji kuomba sana kuonekana kanisani, because hela hazitakuruhusu uje kanisani. Baadaye utasema hiyo mitaa hiyo njia zao hizo zitaharibu gari yangu haliwezi kwenda kwenye hizo barabara mbaya hizo. Nitatafuta barabara kanisa mahali penye gari linaenda linakaa vizuri. So Mungu anasema wewe utakaa hapa kwa usubirie mpaka ujenge uwezo.
katika Kutoka 23:29 alimwambia hivi, Kutoka 23:29 anasema, sitawafukuza mbele yako katika mwaka mmoja, inji siwe ukiwa, wanyama wa bahari wakaongezeka wakakusumbua. Mstari unaofuata akasema hivi, nitawafukuza kidogo kidogo, mbele kidogo, yani nawapa kidogo, nakupa kidogo and then unajenga uwezo. Hiki unatoshea, anafanya kidogo kidogo. Anasema hata utakapoongezeka wewe na kuiridhi nchi. Sasa nisikilize, ukitaka kwenda haraka nenda kwa njia ya shukrani. Wala hata utaenda kidogo kidogo, Mungu atakupa jumla ukiwa mtu wa shukrani. Wala hutahitaji, atakupa kidogo kidogo mpaka ujenge capacity uwezo wa kuridhika. Hapa ninakubali, asante Bwana, naridhika na hapa. Nisikie mtasema amina. Kuna mtu leo, kama Mungu akijibu maombi yako yote unayoomba leo, nakwambia dunia ingekuwa na shida. Hata Mungu asingekuona leo kanisani kabisa, ungekuwa haupo karibu hapo kanisani. Kama Mungu akijibu maombi yako yote, so anakupa kidogo kidogo. Hata kuna watu leo lakini nataka nikuonyeshe njia ya mkato, inaitwa shukrani. Nasema inaitwa shukrani. Utakimbia mpaka watu washangae. Vitu vitafanyika haraka haraka kwa sababu unajua njia ya shukrani. Nisikie mtu aseme amina ile hai. Nisikie mtu aseme amina ile hai. Na kabla hatujashukuru, tunaondoka hewani dakika chache zijazo. Nataka niombe wote ambao wanatutazama leo hawajaokoka bado. Hawajaokoka bado. Unajua Mungu amekupa uzima. Kuridhika na uzima uliopewa ni kumrudishia aliyekupa. Kumruhusu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kumfanya Bwana, kumfanya Mwokozi wa maisha yako. Amani haipo kwa kitu kingine. Haijalishi mali ulizonazo, fedha ulizonazo, cheo ulichonacho, kama hauna Yesu hauna kitu. Hauna kitu. Hauna kitu. Hauna kitu. Ndio maana wokovu ndio kila kitu. Leo ninapomaliza hapa ibadani, nataka nikuombee wewe unayetutazama. Kila kitu kinaanza na wokovu. Nataka nikuombee unayetutazama, haujampa Yesu maisha yako. Leo unaweza kujiunganisha na madhabahu haya kwa maombi haya. Omba tu nyuma yangu, mruhusu Yesu aingie. Utapata amani kama mto. Utapata furaha kama mto. Nataka uombe nyuma yangu, sema, Bwana Yesu, naja kwako leo. Ninatubu dhambi zangu. Ninaomba unisamehe. Karibu moyoni mwangu. Uwe Mwokozi wangu. Uwe Bwana wangu. Kuanzia leo ninamkataa shetani. Ninaikataa dhambi. Na ninakuchagua Yesu uwe Bwana na Mwokozi wangu. Katika jina la Yesu nimeokoka. Na wote tuseme amen. Hebu tumshangilie mtazamaji aliyempa Yesu maisha yake. Hata malaika mbinguni wanashangilia kwa sababu yako wewe uliokoka siku ya leo. Dhambi zako zimesamehewa. Jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo, Yesu akija leo, unaenda mbinguni bila kujali yote uliofanya, maana dhambi zako zimesamehewa. Ninakuombea katika jina la Yesu. Bwana Yesu, neema hii iliyomwokoa, acha neema hii kamtunze hata kuja kwako. Asante maana leo unaliandika jina lake katika kitabu cha uzima wa milele. Ninaomba Roho Mtakatifu, hata walio mbali mahali ambapo hawawezi kufika hapa kanisani, ninaomba ya kwamba utawaelekeza mahali katika nyumba watakayochungwa na kulishwa neno katika jina la Yesu. Wabariki Bwana, wasijue njia ya kurudi dhambini katika jina la Yesu. Vifungo vyote vya ulevi na vya kichawi viwaachie leo katika jina la Yesu. Vikuachie leo katika jina la Yesu. Magonjwa ya muda mrefu yakome leo katika jina la Yesu. Na kisema yakome leo katika jina la Yesu. Wewe uliyelogwa ninakufungua leo katika jina la Yesu. Ninatoa hilo pepo linalokutesa, linatoka ndani yako leo kwa jina la Yesu. Umebarikiwa kwa jina la Yesu, na wote tuseme amina iliyo hai.
Mungu akubariki popote unapotazama leo kupitia Rabi TV. Tutaendelea kwa hewani Jumapili ijayo na pia Jumamosi saa 4 kamili hadi saa 4:30. Na leo ni siku ya shukrani. Ungependa kushiriki kwa mbegu ya shukrani leo? Baada ya muda sio mrefu tutakuwa tukitoa sadaka zetu za shukrani. Ungependa kuungana na sisi katika kumshukuru Mungu kwa mwezi wa pili? Unaweza kuituma sadaka yako pia kwa hizo namba zenye ziko kwenye screen unaposhiriki shukrani pamoja nasi. Dakika sio nyingi, najua muda wetu umeisha hewani. Tunakwenda kumshukuru Bwana hapa kanisani, lakini pia wewe mahali ulipo chukua muda wako wa kumshukuru Mungu kwa kila alichokutendea mwezi wa pili na huu mwezi wa tatu. Ninakuhakikishia maisha yatakuwa bora kuliko mwezi wa pili, maana tumeweka kando manunguniko, sasa ni shukrani mbele kwa mbele. Mungu akubariki. Tunapokea shukrani yako na tunaomba Mungu akubariki na hifadhi kila kitu chema alichokutendea mwezi wa pili katika jina la Yesu. Mungu akubariki hadi Jumapili ijayo. Ni mchungaji Emmanuel Simiyu Msuta nikikuletea neno kutoka madhabahu ya Redeemers Assembly hapa Dar es Salaam. Bye na Mungu akubariki. Sema amina leo hai.